Daraja la Kumsenga linalounganisha wilaya ya Kibondo na kata ya Kitagata wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma bado haijakamilika, hali inayoendelea kusababisha changamoto za usafiri na usafirishaji kwa wananchi wanaotegemea njia hiyo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo, kaimu meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Kigoma, Mhandisi Ellison Edward amesema kuchelewa kwa kukamilika kwa daraja hilo kumetokana na ombi la mwekezaji kutaka daraja la zamani la Malagarasi lihamishiwe katika eneo lake la uwekezaji, jambo lililosababisha kuchelewa kwa baadhi ya shughuli za ujenzi. Hii ni barabara yetu ya mkoa ambayo inaanzia Buhigwe kuja Nyarushingo kuelekea kwa Msenga. Ina urefu wa kilomita 120. Na hapa tuko kwenye kilomita 108. Okay. Yes, na serikali imekuwa ikitoa fedha tukiwa tunaifungua taratibu tangu tulipokuwa tumekabidhiwa mwaka 2018. Na tumefikia sehemu hii ambayo inaitwa Kitanga. Sehemu ambako ndio kuna mto Malagarasi. Tayari TANROADS mkoa umekwisha jenga hizi abutment kwenye huu mto tayari kabisa kwa ajili ya kupokea daraja ambalo daraja linalotarajiwa kuja kuwekwa hapa ni lile ambalo lipo eneo la Busunzu. Okay. Ndio, na ni la chuma. Kwa sasa mkandarasi kwa ajili ya kufiksi hapa yupo tayari, ingawa anasubiri watu waletewe nani hiyo daraja hapa kutoka kwa yule mkandarasi aliyejenga ile lot 3 Steko. Kwa hiyo mkandarasi anasubiri approval ya kuliondoa lile daraja na kuja kulileta hapa. Na kulikuwa bado kuna mawasiliano yanaendelea kati ya mkandarasi, lakini pia kuna mwekezaji wa Kagera Sugar akiwa naomba lile daraja baki pale liendelee kufacilitate mahitaji ya kwake pale. Kwa hiyo hayo maombi yako makao makuu, wanaendelea kuyachakata, bado hawajatupatia no objection ili tuweze sasa kuleta hapa na wananchi hapa waweze kupita vizuri. Mheshimiwa DC, wewe unaelewa nini katika hilo? Maana kile daraja linatakiwa lije hapa liunganike ili barabara itumike. Mwekezaji tunamthamini, yes. Lakini plani ile daraja kwamba ilikuwa kwamba lichukuliwe liletwe hapa. Sasa kuna shida gani kuletwa? Nafikiri swala ufuatiliaji tujue tatizo liko hapa. Mwekezaji tunamhitaji, lakini ili daraja la kule linatakiwa lije hapa. Nafikiri ndicho tunachonieleza, sio? Ndio mkuu. Lakini halijaja kwa sababu mwekezaji ameliomba. Si ndio maana yake? Ndio mkuu. Kwa hiyo sasa kama meliomba hapa inakuwaje? Haieleweki. Kwa sasa mkuu tunasubiri tu Bado tunasisi tutafuatilia na pia tutaongea na Mheshimiwa Waziri aliangalia hili. Kwa sababu hili barabara ni muhimu. Of course na mwekezaji ni muhimu, lakini wakati tunajenga hili barabara tulijua kwamba lile daraja litachukuliwa la chuma lije liwekwe hapa ili iweze kupita. Sasa swala ni kwamba ile daraja lichukuliwe lije liwekwe hapa, wananchi watumie barabara yao. Sasa kama ni mwekezaji kumtafutia lingine, sinafikiri ndio the best way, sio? Atafutia kitu kingine. Tunajua tunamhitaji, lakini tunahitaji wananchi zaidi, sio? Mimi sijui tutaliangalia alafu tuangalie. Kwa hiyo mlishajulisha wizarani kuhusiana na hii tatizo? Ndio tumejulisha mtendaji mkuu. Mtendaji mkuu hajajibu. Bado amelichakata ombi. Mbona unajiuma? Maana mimi bahati mbaya mlionayo mkuu wenu wa mkoa hataka kuumama maneno. Lile daraja sinatakiwa kuja hapa. Ndio mkuu. Na halijaja. Bado halijafika. Kwa sababu mwekezaji ameomba. Ndio mkuu. Sasa solution iliyopo ni kwamba si daraja liletwe, alafu kama mwekezaji wanamtafutia daraja lingine, that could be the best option. Mkuu wa wilaya. Yes sir. Mimi sijui, maana sijao kwenye siasa sana muda mrefu, lakini tatizo liko wapi? Maana ile daraja linatakiwa na plan ilikuwa liletwa hapa. Ndio. Halijaletwa kwa sababu mwekezaji kaomba. Sidhani kama kuna kitu kimekaa vizuri. Sasa kuizungumzia sana, lakini waandishi wa habari ni swala tafuatilia kwa viongozi huko kwetu waweze kujua ikoje. Lakini basically ile daraja linatakiwa lije hapa, na kama mwekezaji anahitaji daraja lingine, serikali itaona namna ya kumwekea daraja lingine. Maana hapa tuwezi, wananchi wetu hawezi kupita hapo na wanapiga kelele, unaona? Okay. Watapitaje hapa bila kuleta ile daraja? Kwa the best way katika hili nafikiri tutaongea na viongozi kitaifa tuone wanafanyaje. Ili daraja liletwe, alafu kwanza kiwanda chenyewe kianza kufanya kazi. Liletwe hapa, alafu plan B ije kujenga hilo daraja lingine kwa ajili ya kumsaidia mwekezaji. Yule mwekezaji aliomba ile daraja ili kuingia kwake, hawezi kuingia pale kwa sababu pale kwake pako juu sana kama unavyoona hapa.
Kwa hiyo pako chini ya mini kama unavyoona hapa. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi. Kwa hiyo wakasema atakapo ile daraja imalizika ni lazima apite kule kwenye daraja la zamani ile ingie kwake wakati anaweka miundombinu. Sasa hivi miundombinu yake sasa imekamilika. Kwa mfano hii ya kwenda moja kwa moja kwenda access ya kwenda kutoka kwenda kule kiwanda ni kilomita 18 ukitokea pale barabarani. Sasa hivi ameshamwekea, kwa hiyo sasa hivi anaitengeneza mwenyewe hii barabara sasa inaingilika. Kwa hiyo kilichobaki ni cha kuingia tu hapa ofisini hapa. Nafikiri ndio itakuwa shida. Sasa sio shida tulionayo hapa ni kubwa kuliko hiyo shida. Ni sahihi mheshimiwa, hii ni swala la kukaa wakubwa huko, mnafikiri mnaweza. Na wewe ni mkubwa, tutaimaliza twende.